vitu ninataka uweze kuviona katika somo hili. Kuna vitu ninataka uweze kuvidaka katika somo hili, na ukividaka hakika ya kwamba utafanikiwa sana, utainuliwa sana. Iko hivi mwana wa Mungu, mwisho wa mwaka si tukio la kikalenda tu, ni lango la rohoni, ni lango la kiroho. Kila mwaka una milango, una door, una gates. Hivyo tunapozungumza mwisho wa mwaka, tuko kwenye eneo nyeti ambalo ni lango la rohoni. Wana wa giza wanaijua siri, na ndio maana mwishoni mwa mwaka ndio muda ambao kafara nyingi zinatolewa katika ulimwengu wa giza. Ndio muda ambao kafara nyingi zinatolewa na wana wa giza. Ndio muda ambao watu wanakwenda kufanya matambiko. Ndio muda ambao watu wanakwenda kuilisha mizimu. Ndio muda ambao watu wanakwenda kufanya ibada za wafu. Ndio muda ambao watu wanakalishwa vikao. Ndio muda ambao ulimwengu wa roho uko very busy na ulimwengu wa mwili uko very busy. Kwa nini? Kwa sababu mwishoni mwa mwaka si matukio ya kikalenda tu, bali ni malango ya kiroho. Ni malango ya kiroho, yana kitu yanabeba, yana kitu yanabebeshwa. Nimekuambia misingi mikubwa katika mwaka 2026. Msingi wa mwaka 2026, msingi mkubwa ni Disemba hii ya mwaka 2025. Disemba hii ya mwaka 2025 ndiyo itakayoamua uende vipi 2026. Disemba hii ya mwaka 2025 ndiyo itakayotuamulia ya kuwa wewe ni nani 2026. Ndiyo itakayochora mchoro wa kuwa wewe ni mtu wa viwango gani. Disemba hii ya mwaka 2025 ni msingi mkubwa rohoni kwa ajili ya maisha ya mwaka 2026. Sikiliza, usiishi kama kibudu, usiishi mradi unakwenda